Sisi kama serikali tunaendelea kuwasihi kina mama kutumia fursa bora za mikopo zinazotolewa na halmashauri zetu pamoja na mikopo inayotolewa na mabenki yetu ambao wengi wao hapa ni wadhamini. Tuzitumie vizuri fursa hizi ili tuweze kuongeza vipato vyetu na kubadilisha maisha yetu. Sote tunafahamu mwanamke akipata, jamii inapata. Mwanamke akipata katika jamii atasomesha watoto wake, uchumi wa familia unakuwa. Ndugu zangu, napenda pia kupongeza kwa dhati kabisa wanachama wote waliopata tuzo usiku wa leo. Ndugu zangu, kama ambavyo tumeona tuzo mbalimbali zimetolewa usiku wa leo. Sekta mbalimbali, kuna watu wa entrepreneurs, kuna watu wa fashion, kuna watu wa nini. Ninapenda sana kuwapongeza sana waliopata tuzo usiku wa leo. Naomba muendelee kuwa kioo chema cha jamii kama mwanamke na mweze kuendeleza ili wanawake wengine waendelee kuiga nafasi nzuri ambayo mnaendelea kuitumia katika jamii yetu. Na hongereni sana viongozi na wanachama wote wa TWCC. Sisi kama serikali tuko macho, tutaendelea kushirikiana na TWCC kwa fursa zote, ikiwemo masuala ya mikopo na masuala yote yanayohusiana na TWCC. Milango yetu iko wazi. Kama mkuu wa wilaya tunajua ni mlezi kwa Butiama, lakini nafurahi pia kushiriki katika usiku huu. Tutaendelea kutoa ushirikiano na pale tunazoweza. TWCC mkoa wa Mara tulipanga kufanya tukio la namna hii mwaka jana, lakini kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu tumeona tulifanye kuelekea siku ya mwanamke duniani. Tumefanya jambo hili kwa sababu TWCC imefikisha miaka 20 tarehe 19 mwezi Disemba 2025. Kwa sababu sisi ni wanawake, tunasema alipo mama na kijana hakosekani. Kuelekea siku ya mwanamke duniani, tukaona ni vema tunapokwenda kutamatisha safari yetu ya miaka 20, basi tuambie Watanzania ikiwemo watu wa mkoa wa Mara kwamba TWCC imetoka wapi, imefanya nini na inaelekea wapi. Na katika kuyafanya hayo yote, tuliona ni vema sana watambua wanawake na vijana wafanyabiashara katika mkoa wa Mara waliosubutu katika harakati za kutafuta maisha au katika kuziendea fursa. Walijaribu, wameziendea fursa na wameweza kufanikiwa. Na hao ndio leo tunawatunuku tuzo za heshima kwa kutambua mchango wao walioufanya tangu wanaanza harakati zao mpaka leo wanahitimisha safari ya kutunikiwa tuzo za heshima kama watu waliothubutu. Na ulipotufikia tuweze kuwadhamini, hatukusita, maana tulijua kwamba mnaenda kuendeleza yale ambayo sisi kama kauli mbiu yetu ya Usawa One Limited, jamii kwanza, ndio mnayoyafanya na sisi ndio tunayofanya. Sisi Usawa One Limited siku zote tumekuwa tukihimiza jamii kujikita katika kufanya kazi pasipo kuchagua au kubagua kazi. Na nyie kama akina mama ambao mmeamua kuwekeza, na pia miongoni mwenu kuna vijana kama ambao wanakuwa wanawekeza, sisi Usawa One tunafurahi sana kuwaona mkifanya hivyo. Penda kile unachokifanya. Ukishakipenda kile unachokifanya, utakifanya kwa mafanikio makubwa sana. Lakini ukikifanya kwa sababu tu ndicho nacho, inawezekana usikifanye katika hali ya ubora. Kwa hiyo tuwasihi sana kuendelea kupenda kile ambacho tunakifanya. Lakini jambo lingine ni kuwa na nidhamu ya matumizi ulionayo. Ewe mwekezaji, usipokuwa na nidhamu ya fedha au ya kile unachokipata, ni ngumu sana kuweza kufanikiwa. Usawa One Limited tunaendelea na tutaendelea kushirikiana na nyie TWCC, na tuwatakie kwa kweli yaliyo mema katika hichi chama chetu. Na niliachwa katika stage ndogo sana na mume wangu, na kipindi hicho anafariki, biashara yetu ilikuwa imeyumba. Kwa hiyo niliona kama nimefika mwisho, lakini baadaye nikasema
Mungu ataniwezesha, nikaamua kusimama kufanya kazi kwa bidii, kwa kujituma sana. Nikasomesha watoto wangu, mmoja alikuwa darasa la 4 wa mwisho, wa kwanza alikuwa form 3, lakini Mungu alinipa neema nikawasomesha wengine mpaka nje ya nchi, na wote Mungu amewapa neema, wana degree zao na wengine masters. Ninashukuru sana TWCC kwa kuliona hilo na kutambua ya kwamba mwanamke anaweza. Ukiamua kusimama halafu ukatulia, ukimtanguliza Mungu, yani yote